Wengine wamejeruhiwa, wengine wakichechemea, na baadhi yao wakidai kwamba bado wanatembea na risasi mwilini. Watu 240 wakiongozwa na mfanyabiashara kijana Jennifer Jovin maarufu kama Niffer wamepandishwa kizimbani Kisutu kwa kesi ya uhaini. Karibu sana Harakati TV, mahali ambapo unapata taarifa za uhakika zenye uchambuzi wa kina. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Leo tunagusa moja kwa moja ya kesi nzito zaidi kuwahi kutokea hapa nchini. Kesi ya uhaini dhidi ya Jennifer Jovin maarufu kama Niffer na wenzake 239. Jana walifikishwa mahakamani, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, wakikabiliwa na tuhuma zinazohusishwa na maandamano ya kupinga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini nyuma ya pazia maswali ni mengi. Je, kweli kuna ushahidi wa uhaini? Mimi na wewe hatujui, lakini mahakama itatoa jibu hasa nini kinaendelea au nini kipo nyuma ya pazia. Sasa ili kufahamu mengi kuhusiana na hichi, ni lazima tufuatilie maamuzi ya mahakama juu ya kesi hiyo ya uhaini inayomkabili Jennifer Jovin na wenzake 239. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Niffer alikamatwa kabla ya siku ya kupiga kura, huku wenzake wakitiwa nguvuni siku ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Ijumaa Oktoba 7, 2025, mida ya saa 5:54 asubuhi, walifikishwa mahakamani wakiwa ndani ya mabasi matatu ya jeshi la magereza. Baadhi ya washtakiwa walionekana wakitembea kwa tabu, wakidai wamepata majeraha ya kipigo na risasi, huku wengine wakisema bado wanatembea na risasi mwilini. Kesi ya uhaini ni miongoni mwa kesi nzito sana zaidi kisheria. Hapa serikali lazima ithibitishe kwamba washtakiwa walihusika kwa namna yoyote ile katika njama za kuipindua serikali au kuhatarisha usalama wa taifa. Lakini wataalamu wa sheria wanasema kesi za uhaini hizi zinahitaji ushahidi wa moja kwa moja, na mara nyingi zinahusisha mvutano wa kisiasa zaidi ya jinai halisi. Swali kubwa ambalo watu wanajiuliza ni, je, maandamano ya kupinga uchaguzi yanaweza kisheria kutafsiriwa kama kitendo cha uhaini? Wachambuzi wa kisiasa wanasema kesi hii inafungua mjadala mpana juu ya nafasi ya raia katika kushiriki maandamano, uhuru wa kujieleza na mipaka ya dola katika kudhibiti upinzani wa kisiasa. Wengine wanaona hatua hii ni tishio kwa demokrasia, huku wengine wakisisitiza kuwa serikali lazima idhibiti vitendo vinavyoweza kuvuruga amani, yaani wengine wakiwa katika upande wa kusema kwamba jukumu ambalo serikali imechukua na kuwashika vijana hawa waliofanya vurugu ni jukumu jema kabisa, kwani serikali ni lazima kudhibiti vitendo vinavyoweza kuvuruga amani. Je, wewe maoni yako ni yapi? Hili ni tishio la kidemokrasia au ni haki kwa serikali kuchukua hatua hizi, kwani inapaswa kudhibiti vitendo ambavyo vinaweza kuvuruga amani ya nchi? Hata hivyo, taswira ya watu 240 kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za uhaini imezua maswali mengi ndani na nje ya nchi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka upande wa utetezi kuhusu hali zao za kiafya, lakini mashirika ya haki za binadamu yameanza kufuatilia kwa ukaribu. Je, kesi hii itakuwa mfano wa haki au itabaki kuwa kumbukumbu ya kihistoria ya kisiasa? Wewe unadhani nini? Toa maoni yako hapa. Sasa leo nataka tukaichimbe na kuichimbua vizuri. Nataka tukaitazame kesi hii kinagaubaga ili kufahamu yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Miongoni mwao wamo waendesha bodaboda, wanafunzi wajasiriamali kama vile utingo, kondakta wa daradara, mafundi ujenzi, mawakala wa huduma za pesa kwa njia ya simu,
mwongoza sherehe yani MC, fundi makenika na wapambaji wa ukumbi za sherehe. Pia wamo watu wenye fani mbalimbali kama wanahabari. Simon Makaranga mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa Mbagara. Mwalimu Lucasian Lusinasi mwenye miaka 28, mkazi wa Mbweni, na John Mawakili mwenye miaka 30, mkazi wa Temboni. Mhasibu Paulo Malima mwenye miaka 28, mkazi wa Changanyikeni, na mtaalamu wa maabara Benedicta Leitha mwenye miaka 26. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka ya kura njama na ya uhaini katika makundi matano tofauti mbele ya mahakimu watatu tofauti. Hata hivyo, katika kesi hizo zote, mahakimu wote wamewaeleza washtakiwa kuwa hawatakiwi kujibu lolote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hizo, bali zitasikilizwa na mahakama kuu baada ya upelelezi kukamilika. Pia mahakimu waliwaeleza washtakiwa kuwa wanakabiliwa na shtaka la uhaini ambalo halina dhamana. Wataendelea kukaa mahabusu mpaka upelelezi wa kesi zao utakapokamilika. Katika kesi zote, upande wa mashtaka umeieleza mahakama kuwa upelelezi bado haujakamilika. Kwa upande wa kesi ya Niffer na wenzake, kundi la kwanza lililomhusisha Niffer lilikuwa na jumla ya watu 22 akiwemo yeye mwenyewe. Katika kesi hiyo, uchunguzi wa awali PI namba 26388 ya mwaka 2025, Niffer na wenzake wamesomewa mashtaka mbele ya hakimu mkazi mkuu Alon Yamuya. Katika kesi hiyo yenye mashtaka matatu, Niffer anakabiliwa na mashtaka mawili, moja la kula njama za kutenda kosa la uhaini linalohusisha yeye na wenzake 21, na lingine la uhaini linalomhusu yeye peke yake. Wenzake 21 kwa pamoja wanakabiliwa na shtaka la uhaini linalowahusu wote pekee bila Niffer. Katika shtaka la kwanza, mwendesha mashtaka wakili wa serikali mwandamizi Clement Kato amedai washtakiwa wote, yani Niffer na wenzake, kwa nyakati tofauti kati ya April mosi na Oktoba 29 mwaka 2025 walikula njama za kutenda kosa la uhaini. Katika shtaka la pili amedai washtakiwa 21 wenzake na Niffer Oktoba 29 mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam, wakiwa chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, walitengeneza nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kato amedai walitengeneza nia hiyo kwa lengo la kuitisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuithibitisha nia hiyo kwa kusababisha hasara. Kesi ya pili ya uchunguzi wa awali PI namba 26395 ya mwaka 2025 iliwajumuisha washtakiwa 75. Paulina Palangio mwenye miaka 28, mfanyabiashara huyo mkazi wa Mbezi, na wenzake 74. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka mawili mbele ya hakimu mkazi mkuu Hassan Makube ya kura njama ya uhaini yanayowahusu washtakiwa wote. Katika mashtaka hayo, wakili Kato amedai washtakiwa walitenda makosa hayo kati ya Aprili mosi na Oktoba 29 mwaka 2025. Wakili wanaowatetea washtakiwa wamewasilisha hoja mahakamani hapo wakidai wateja hao waliteswa wakati wakiwa chini ya jeshi la polisi. Jopo la mawakili hao likiongozwa na Peter Kibatara, Dickson Matata na Paulo Kisabo waliwasilisha hoja hizo mbele ya mahakama. Katika kesi ya Niffer na wenzake, Kibatara alidai kwamba Novemba 6, 2025, Niffer akiwa chini ya jeshi la polisi kituo cha polisi Oysterbay alifanyiwa vitendo vya ukatili kwa kupigwa na maofisa wa jeshi hilo na kulazimishwa asaini maelezo yake. Pia Novemba 5 mwaka 2025, washtakiwa 21 nao walipigwa na jeshi la polisi na mheshimiwa hakimu. Kuna mashtaka hapa wana majeraha ya vidonda mwilini, hivyo tunaomba taarifa hii iingie katika kumbukumbu ya mwenendo wa kesi hii, alidai Kibatara.
Alidai kutokana na washtakiwa hao kudaiwa kupigwa na polisi, anaiomba mahakama itoe amri watakapokabidhiwa kwa jeshi la magereza wakapatiwe matibabu ya kitabibu na ripoti yake ipelekwe mahakamani hapo ili iwe sehemu katika maelezo ya mashahidi na vielelezo. Kibatala amedai kwamba shtaka la kula njama lina upungufu kisheria kwa sababu linamezwa na shtaka la uhaini, hivyo ameomba liondolewe. Baada ya kuwasilisha hoja hizo, upande wa jamhuri umeomba muda ili kuzijibu. Hakimu Lyamuya ameelekeza washtakiwa wapelekwe hospitali zilizopo ndani ya magereza na ripoti za matibabu ziwasilishwe mahakamani hapo. Kuhusu kuondoa shtaka la kula njama, Hakimu Lyamuya na Hakimu Beda kwa nyakati tofauti wamesema mahakama hiyo haina mamlaka kisheria kusikiliza kesi hiyo. Hakimu Lyamuya ameelekeza washtakiwa wote warudishwe rumande ya magereza hadi Novemba 11, 2025, siku ambayo jamhuri itajibu hoja zilizowasilishwa kwa upande wa utetezi. Huu ni uchambuzi wa leo kutoka hapa Harakati TV, mahali ambapo unapata habari sahihi za uchambuzi wa kina. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu.